Yes, ikiwa imebaki siku moja kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo, mambo yamezidi kupamba moto. Mambo ni mengi kwenye mitandao ya kijamii na mashabiki wa Simba na Yanga, mambo yanazidi kupamba moto. Sasa siku ya leo, mtazamaji wa Nevyia Media, nataka nikupitishe kuangalia kile ambacho ameweza kukizungumza kocha wa Young Africa Pedro Gonçalves kuelekea kwenye Kariakoo Derby ambayo itapigwa pale kwenye uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo wa dabi ya Kariakoo, kocha mkuu wa Young Africa ameweza kufunguka mambo mbalimbali, lakini kabla sijakuwekea kile ambacho ameweza kukizungumza kocha mkuu wa Young Africa Pedro Gonçalves, kama ndo mara ya kwanza unaitembelea channel yetu ya Nevyia Media, ni kuombe tu usubscribe kwa kugusa maandishi ambayo unaona yako hapo yameandikwa subscribe, na kisha uguse alama ya kengele ili uweze kutani on notification na ujihakikishie kwamba unapata notification pindi tu tunapopandisha stories zetu, na unakuwa basi umejihakikishia kwamba umekuwa ni mwanafamilia wa Nevyia Media na unakuwa haupitwi na taarifa zetu. Kama nilivyokuambia hapo awali, siku ya leo tunaenda kuangazia kile ambacho ameweza kukizungumza Pedro Gonçalves ambaye ni kocha mkuu wa Young Africa kuelekea kwenye Kariakoo Derby. Sasa baada ya ushindi mnono dhidi ya JKT Tanzania, kumbuke kwamba siku ya jana kikosi cha Young Africa kiliweza kusafiri kuelekea kule New Amani Complex na kimeenda kuweka kambi kule kwa maandalizi ya dabi ya Kariakoo. Sasa na ikumbukwe kabla ya siku ya jana Young Africa ilitoka na ushindi mnono baada ya kuitandika JKT magoli 5-0, yani magoli 5 kwa nunge. Sasa baada ya ushindi ule mnono dhidi ya JKT Tanzania, kocha mkuu wa Young Africa Pedro Gonçalves aliweza kufunguka na kusema kwamba Kariakoo Derby si mchezo wa kawaida. Wachezaji wanapaswa kuwa makini, wenye nidhamu na kupambana kwa dakika zote 90. Kikosi cha Young Africa kiliondoka siku ya jana asubuhi kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo utakaochezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex. Kocha huyo amesema maandalizi ya dabi yalianza mara tu baada ya kumalizika kwa mechi dhidi ya JKT Tanzania, wakianza kufanya tathmini ya kikosi na kurekebisha makosa madogo ambayo yaliweza kujitokeza kwenye mchezo ule dhidi ya JKT. Pedro amekiri na anatambua kukubwa na pressure ya dabi dhidi ya watani wao wa jadi Simba Sport Club, lakini amesisitiza kuwa kikosi chake kitaingia uwanjani kikiwa na lengo moja tu, kupata ushindi. Amesema mchezo huo unahitaji maandalizi ya kiakili, umakini na hali ya juu pamoja na mbinu maalum za kukabiliana na ushindani huo. Na hapa niweza nikanukuu maneno yake ambayo aliweza kuyazungumza kuelekea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby, na hii ni baada ya kutamatika kwa mchezo wao dhidi ya JKT Tanzania ambapo Yanga iliabuka kwa mabao 5-0. Tutafanya tathmini kikosi chetu ili kuhakikisha tunawatumia wachezaji walio katika ubora na utimamu wa mwili. Mechi kama hii inahitaji maandalizi ya akili na mbinu sahihi, alisema hayo kocha Pedro Gonçalves. Kocha huyo amepongeza wachezaji wake kwa kuonyesha nidhamu, umakini na kutekeleza maelekezo ya benchi la ufundi katika mchezo uliopita. Amesema ushindi huo ni matokeo ya maandalizi mazuri walioyafanya kwa wiki nzima, wakilenga kuanza kwa kasi ili kuondoa presha mapema. Ameongeza kuwa mabao ya mapema yaliwapa wachezaji kujiamini na kuwafanya wamiliki mchezo kwa muda mrefu. Amewataka kubaki kwenye wawe wanyenyekevu licha ya ushindi huo mkubwa, akisisitiza kuwa bado wana safari ndefu kwenye ligi na kila mechi ina umuhimu wake. Pedro ameonyesha kuwa hakuna nafasi ya kuridhika mapema, kwani ushindani ni mkubwa na kila timu inapambana kusaka matokeo chanya. Sasa mimi na wewe hatujui kitachotokea kwenye Kariakoo Derby. Pia unaweza ukadondosha komenti zako hapo, ukatoa maoni yako. Je, Yanga ataendeleza kuwa mbabe kwa Simba ama Simba ataibuka na matokeo kwenye Kariakoo Derby hiyo? Lakini ni kuombe tu
Kabla ya kuachana na video hii, ni kuombe usubscribe kwa kubonyeza maandishi ambayo unaona yako chini ya video hii ambayo unaitazama yameandikwa subscribe, na kisha uguse alama ya kengele ili uweze kutani on notification. Ukibonyeza alama ya kengele utatani on notification na utajihakikishia kwamba unapata ujumbe mfupi pindi tu tunapopandisha stories zetu.